Bana, taarifa za Simba kutinga hatua ya finali ya kombe la CAF Federation Cup zimekuwa ni kubwa kweli, zimekuwa ni kubwa mno. Pengine labda kama kuna watu watakuwa wana furaha zaidi siku ya leo kwa hapa Tanzania, lakini pia Afrika kiujumla, basi watakuwa mashabiki wa klabu ya Simba. Hii ni mara baada ya timu yao kufuzu hatua ya fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ndiyo, watakuwa na furaha kweli, hasa kutokana na kejeli za kwamba timu yao haijawahi kufuzu fainali hizo, hivyo hawana medali, licha ya mashabiki hao kujitetea kwamba mwaka 1993 walifika fainali michuano hiyo ikiitwa kombe la CAF. Lakini utetezi huo umekuwa ukikataliwa na mashabiki wa kizazi cha sasa kwa madai kuwa hiyo michuano tofauti na kwamba kombe la CAF sio hili la shirikisho. Lakini matokeo ya 0-0 leo mjini Durban, Afrika ya Kusini, kati ya Simba na wenyeji wao Stellenbosch Football Club yameifanya timu hiyo kutinga fainali kwa jumla ya bao moja baada ya ushindi iliyoupata mchezo wa kwanza uliofanyika uwanja wa Aman mjini Zanzibar. Simba sasa inasubiri mshindi wa RS Berkane ya Morocco na CS Constantine ya Algeria baadaye leo usiku, ambapo mechi hiyo imeshaanza majira ya saa 1 na imeshaisha. So mpaka sasa hivi inajulikana ni nani ambaye ataenda kucheza na Simba, ambaye ni RS Berkane, ambao watakutana na Simba, na Simba ataanzia ugenini na atamalizia mechi Benjamin Mkapa. So mwaka 2023 Yanga ya Tanzania ilicheza fainali ya kombe la shirikisho ikifungwa nyumbani bao 2-1 dhidi ya USM Alger ya Algeria, kisha ikaenda kuibuka na ushindi wa bao 1 ugenini, hivyo ikakosa kombe kwa kanuni ya bao la ugenini. So Simba na wenyewe wameshatinga hatua ya fainali ambayo Yanga walishaianzisha, na wenyewe sasa wameshafata kwenda hatua hiyo. Sasa Mohamed Hussein Zimbwe Junior aliulizwa swali kwamba ni kiasi gani anafuraha juu ya kile ambacho kimetokea leo kwenye mechi yao ambayo wamecheza. Sasa majibu ya Mohamed Hussein Zimbwe Junior yalikuwa kama ifuatavyo. Kwanza alianza kwa kumshukuru Mungu kwa kile ambacho wamekipata, lakini akasema kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunaenda kuchukua taji hili inshallah. Nilisema goli moja, mlisema goli moja si kitu, lakini mimi nikawaambia goli moja si kitu kidogo. Goli hilo moja ni muhimu sana. Nafikiri leo imeonekana thamani ya goli moja. Hii yanamaanisha kwamba kipindi kile wamefunga goli moja, watu wakaongea sana kwamba goli moja haliwezi kufanya Simba wakavuka hatua nyingine, lakini hilo goli moja ambalo walifunga ndilo ambalo limewafanya wavuke. Hii ni mara baada ya kutoka bila huko Durban, Afrika ya Kusini. Sasa kutokana na ushindi huo, Simba inaenda kucheza na RS Berkane. Mechi yao ya kwanza itaanzia Morocco, lakini watakuja kumalizia hapa Tanzania. So katika mchezo wa marudiano uliopigwa kwenye uwanja wa Moses Mabida jijini Durban, timu hizo mara baada ya kutoka sare ya bila mabao ambapo yalikuwa magumu sana, zimetokea scenario ambazo zilikuwa zinaonekana zinazalisha magoli, lakini VAR imeamua mpaka mechi inaisha imekuwa bila. Stellenbosch walipata goli ambalo ukiangalia lilikuwa ni offside baada ya kuangalia kwenye VAR, so ikabidi waendelee na mapambano. Penalty mbili za pande zote mbili zikapatikana, lakini bado haikutosha, bado VAR ikaamua
hamna chochote. Kwa matokeo hayo yaliyo iwezesha Simba kusonga mbele kwa faida ya ushindi wa goli moja walilopata kwenye mchezo wa kwanza jijini visiwani Zanzibar. Walipata visiwani Zanzibar mara baada ya kucheza mechi ya kwanza kwenye uwanja wa New Amani Complex. Sasa hii ni mara ya pili Simba kufika hatua ya fainali. Kama tunavyoambiwa ni kwamba michuano hiyo ya kafu, baada ya mara ya kwanza walifanya hivyo mwaka 1993, safari hii wekundu wa Msimbazi wanasubiri kumenyana na RS Berkane ya Morocco. Fainali ya kwanza itapigwa Mei 17, 2025, huku mchezo wa marudiano ukipangwa kuchezwa Mei 25, 2025. Kombe la Shirikisho Afrika lilianzishwa mwaka 2004 kufuatia kuunganishwa kwa michuano ya African Cup Winners Cup iliyodumu kuanzia 1975 na CAF Cup iliyoanzishwa mwaka 1992. Sasa mara baada ya huo ushindi ambao wameupata Simba huko Durban, Afrika ya Kusini, pongezi zilikuwa ni nyingi sana, lakini naamini pongezi kubwa ambayo hata wana Simba walitamani kuiona mara baada ya ushindi au mara baada ya kuvuka hatua hiyo ni kutoka kwa rais wa nchi hii, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ametoa pongezi kwa klabu hiyo ya Simba kuvuka hatua nyingine kwenda hatua ya fainali. Kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amepongeza klabu ya Simba kwa ushindi wao katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho la soka Afrika, yani kwa maana ya CAF Confederation Cup, na kuandika historia ya kufuzu kwa fainali ya mashindano hayo. Kupitia salamu zake, Rais Samia amesema kuwa ushindi huo umeipa Tanzania heshima kubwa katika soka la Afrika, na amewapongeza wachezaji lakini pia benchi la ufundi na uongozi wa klabu hiyo kwa juhudi zao kubwa. Akaanza kwa kusema pongezi za dhati kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho la soka Afrika, yani CAF Confederation Cup, na kuandika historia ya kufika fainali ya mashindano haya. Zingatia hapo, kuandika historia ya kufika fainali ya mashindano haya. Kwa maana hiyo Simba kwa kizazi hiki ambacho tunajielewa walikuwa bado hawajawahi kufika fainali, ila walikuwa wameshafika kwenye mashindano ambayo hayakuwa ni CAF Confederation Cup. So sasa hivi ndo mara ya kwanza ambapo Simba na wenyewe wanawafuata Dar es Salaam Young Africans ambao wao walifika hatua hiyo mwaka 2023. Lakini akaendelea kwa kusema mmeipa nchi yetu heshima kubwa na watakia kila laheri, mnayo hamasa yangu wakati wote. So hayo yalikuwa ni maneno ya rais wa nchi hii, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa amewaandikia Simba Sport Club juu ya kile ambacho wamekifanya South Africa kutinga hatua ya fainali. Lakini nikajaribu kuona wengine wanaandika nini au wengine wanasemaje kuhusiana na ushindi huu wa klabu ya Simba na hizi pongezi kutoka rais. Naanza na huyu miamba katika miamba wachache kabisa wa Tanzania barani, barabara nyingi, songeni mbele, ni Simba tu. Lakini mwingine akasema mchezo wa kwanza haukuchezwa Dar. Alikuwa anamrekebisha, haukuchezwa Dar bali ulikuwa umechezwa South Africa. Lakini mwingine akasema Simba nguvu moja, ubaya ubwela. Wakati mwingine akasema hivi hao Stellenbosch walikuwa hawaogopi Masimba. Lakini mwingine akasema kauli ya anko itimie, sisi tunataka kombe. Wakati mwingine akasema lazima kauli ya anko itimie, sisi tunataka kombe. Akasisitiza mwingine hapo. Wakati mwingine akasema aisee, Mungu awaongoze sana na awasaidie kombe hili lije Tanzania ili nchi yetu ipate sifa na heshima kulingana na mchango anauweka mama kwenye michezo, tusimwangushe.
Mwingine akaandika akasema, wana fainali hongera sana kwamba wana fainali hongera sana mwamba wa Afrika, ujumbe kwa anko, siku moja Simba ilete kombe, yanaelekea kutimia, Simba nguvu moja. Wakati mwingine akasema mpaka ulete kombe. Mwingine akasema hongera ziwe kwenu wana Simba wote, lakini wa mwisho akamaliza kwa kusema timu bora Tanzania ni Simba tu. So hayo yalikuwa maoni ya mashabiki ambao na wenyewe wanaendelea kuchagiza kile ambacho amekiandika rais, lakini pia kuipongeza Simba kwa hatua ambayo imefikia. Sasa tunasubiri hizo mechi za finali. Simba je, watafanya nini? Ni kweli wataenda kuchukua hili kombe mbele ya RS Berkane, wababe wa Morocco? Tusubiri tuone hiyo finali itakuwaje.